Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Mwalimu Juma Ntia, ni mratibu mkuu wa Umoja wa Maimamu na Walimu wa Madrasa Tanzania, lakini pia ni katibu wa bodi ya wadhamini. Ninayo furaha kubwa siku ya leo kuzungumza nanyi Waislamu na Watanzania popote pale mlipo kupitia vyombo hivi vya habari ambavyo tunazungumza siku ya leo. Kwanza tuwatakie kheri ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuwatakie Ramadhani Karim, tuwatakie Ramadhani Mubaraka kutoka Umata. Lakini katika kuwatakia mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuwape ujumbe tu kwamba ili ibada yetu itimie ni lazima tuende sambamba ya kuongozwa na viongozi. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao tunafanya sana ibada. Na ibada iliyo kwa barabara ni ile ibada ambayo inaswaliwa kwa swala jamaa. Swala jamaa inaongozwa na imamu. Maimamu watatuongoza swala 5 kwa siku. Watatuongoza katika tarawih, watatuongoza katika qiyamul layl. Imamu ambaye atafanya swala ya muumini iwe na khushui ni yule imamu ambaye pia akili yake imetulia. Sidhani kama imamu ambaye anashinda msikitini asubuhi mpaka usiku wa manane kutuswalisha, alafu nyumbani kwake iftari ya kubahatisha, kanzu yake Ijumaa sio uhakika, nguo zake zaidi kwa watoto hana uhakika, imamu huyu hawezi kuwa ni mwenye furaha. Tutumie fursa hii kutoka Umata katika ujumbe wa Ramadhani, tuhakikishe kwamba kuwajali maimamu ndio kuijali Ramadhani. Maimamu wetu tuhakikishe mwezi wa Ramadhani wamepata bima za afya kwa ajili ya matibabu yao na familia zao, wamepata vipando, wamepata nguo nzuri. Kila siku ya Ijumaa imamu avae kanzu nzuri mpya. Leo kavaa blue, Ijumaa ya kijani, Ijumaa nyingine nyeupe, Ijumaa kadhalika. Imamu apendeze kuliko wote katika mwezi wa Ramadhani. Hii kazi tunaweza ni sisi wa kufanya waumini. Maimamu tuwape vipando ili kutumia vyombo vya usafiri waweze kuwahi katika kufanya ibada zetu. Lakini pia kwa upande wa walimu wa madrasa, kama tunavyofahamu mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa Qur'ani, ndio mwezi ambao imeteremshwa Qur'ani ndani yake. Ni katika mwezi huu watu wanasoma sana Qur'ani, madarasa yako mengi sana. Tutoe wito, haya madarasa hayawezi kuwepo kama hakuna walimu wa madrasa. Kwa hiyo walimu wa madrasa katika kipindi cha Ramadhani ni lazima tuwajali sana kuhakikisha kwamba mahitaji yao yamekamilika. Na ikibidi kila mwalimu wa madrasa tumtafutie kipando, kama sio pikipiki awe na gari, aweze kufika katika madrasa kwa wakati, aweze kuzifikia darasa nyingi kwa wakati. Ukitoa gari, ukitoa pikipiki kumpa imamu kipindi hichi, umesaidia Waislamu wengi kusoma Uislamu. Na kama unavyofahamu, raha na uzuri wa Uislamu sio kula futari nyingi, sio kula daku za thamani. Raha na uzuri wa Ramadhani ni kuisoma Qur'ani, kuusoma Ramadhani na kuusoma Uislamu. Hizi ni kazi ambazo watafanya walimu wa madrasa. Kama hatukuwajali walimu wa madrasa, hatutapata walimu wa kutosha, hatutapata walimu wenye furaha. Lakini pia tutumie fursa hii katika mwezi wa Ramadhani kutoa ujumbe wa Umata kuhusu Safina. Safina ni programu ya elimu ya kuwavusha maimamu, walimu wa madrasa, wakina mama na wale wote wenye kupenda maendeleo. Kama tunavyofahamu, elimu ndio kila kitu. Maeneo ya Waislamu wengi kwa nyuma kielimu, kwa nyuma kimaendeleo, haikuwa bahati mbaya. Ni mipango ambayo mikakati ilipangwa na wakoloni kabla hujafika na baada ya kufika, kuhakikisha wanawadhoofisha Waislamu katika maendeleo, na waliokuja kuwarithi wakoloni wameendelea na tabia hiyo. Sasa leo neema imepatikana. Mabadiliko ya sera mpya elimu yanatoa fursa kubwa sana kwa Waislamu, na hasa maustadhi, maimamu, mashekhe na watu wengine. Kupitia combination ya Islamic, Arabic na Kiswahili, tunao uhakika maustadhi wengi watakwenda katika vyuo vikuu, watakuwa wataalamu wa fani mbalimbali. Zamani ilikuwa ukisoma dini na lugha ya Kiarabu utaishia kwa ustazi, utaishia kwa shekhe. Lakini sasa hivi kupitia combination hiyo, unaweza kuwa mwanasheria, unaweza kuwa mkalimani, unaweza kuwa mtaalamu wa benki, unaweza kuwa mtaalamu wa bima, na kuna fani nyingi sana mpaka kuwa mtaalamu wa rasilimali watu kwa maana ya human resource manager kama utasoma hizi fani. Umata kupitia Safina imeandaa programu ambayo inawezesha walimu wa madrasa, maimamu, wakina mama wanawapenda maendeleo kwa miaka 3 tu. Wakasoma, wakamaliza mtihani wa form 6 Juni 2028 na Oktoba 2028 wakaingia katika vyuo vikuu. Hili linawezekana kwa kila mmoja. Majaribio yamefanyika, watu wote wamekwisha fanikiwa. Hakuna haja ya kuwa na wasiwasi, hakuna haja ya kuogopa. Tafadhali
wito kwa maimamu, wito kwa walimu wa madrasa, wito kwa kina mama. Hichi kipindi cha mwezi mtukufu Ramadhani tukitumia vizuri, tuhakikishe tumejiunga na Safina ili tuweze kuhakikisha kwamba 2028 tuwe katika watu 1000 watakaoingia katika vyuo vikuu. Mimi Juma Nchia kama mratibu mkuu wa Safina, pia kwa niaba ya viongozi wote wa UMATA tunawashukuru, tunawatakia kila la kheri. Ramadhani Karim, Ramadhani Mubaraka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehma kiongozi wetu wa umma Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hakika kwa jina naitwa Saidi Rashidi Kilonda. Nafasi yangu ni katibu wa umoja wa maimamu na walimu wa madrasa mkoa wa Temeke, ufupi wake UMATA. Leo siku ya Jumatatu tarehe 16 tulikuwa na semina ya maimamu na walimu wa madrasa kwa mkoa wa Temeke, lakini pia na wapenda kheri, wadau mbalimbali katika masuala ya kheri. Semina yetu hasa ilikuwa inahusu Safina program. Safina program ni utaratibu ambao umeanzishwa na viongozi wetu wa UMATA taifa kwa ajili ya kuwakomboa, kuwakwamua maimamu na walimu wa madrasa katika suala la kielimu. Tunatambua kwa sasa serikali imetoa fursa mbalimbali zinazohusiana na masomo, ikiwemo masomo yetu ya dini ya Kiislamu yameingizwa. Tuna EDK iko kwenye mtaala, lakini kuna lugha ya Kiarabu iko kwenye mtaala. Kwa hiyo tumeonelea kuwaita maimamu na walimu wa madrasa kuzungumzia suala hili kwa kina. Ikiwezekana kila imamu, kila mwalimu wa madrasa aende akachukue fomu, ajiunge na haya masomo. Atasoma EDK, atasoma Kiarabu, atasoma Kiswahili, ni masomo ambayo yako kwenye kombi moja. Anaweza akayasoma vizuri, akayafanyia mtihani kwa wepesi kabisa, ili lengo msingi, malengo yetu mpaka 2028 tuwe na watu ambao mashallah wana degree, wana elimu nzuri kuhusiana na masomo haya, ili kuweza kuwawezesha au kiwezesha jamii ya Kiislamu iweze kujikwamua kielimu. Lakini pia kuna fursa serikalini ya kuajiliwa walimu wa EDK, walimu wa Kiarabu. Wataajiliwaje walimu ambao hawajasomea, hawana vyeti? Kwa hii ni fursa. Wito wetu, kila mwalimu wa madrasa atutafute tulipo, kila imam atutafute tulipo, ili aweze kupata fomu ya kujiunga na masomo. Usomaji wake ni mwepesi, miaka miwili kwa mmoja, kwa maana unaweza ukasoma elimu ya kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa miaka miwili na ukafanya mitihani mashallah na ukasonga mbele. Lengo letu chuo kikuu mpaka 2028 maimamu wengi wawepo kule. Hata fursa za ajira zikijitokeza, basi inshallah tuzichangamkie kwa ajili ya kwenda kuwasomesha na kuelimisha watoto wetu huko mashuleni. Kwa hiyo ni fursa tunaitangaza. Tupo na fomu zitapatikana msikiti wa Chihota Tandika. Mashallah, uongozi huko hapa baadhi watakuwa na hizo fomu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.